ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. والصلاة والسلام الأتمان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله تعالى: هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. هل أتاك حديث موسى؟ يمكفكيا حديث موسى، واستفهام هنا للتشويق من خبر موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام. استفهامها بل يكون شوق وش خبار موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام. والمعنى: هل جاءك خبر موسى حين كلمه الله؟ جيز مكودية خبار موسى وكاتي الله سبحانه وتعالى لكم سميشا نداء وكم لنغنيا في وادي طوى المطهر كتكبون لطوى لن تطهريشها. هل أتاك حديث موسى؟ جيم بفكية حديث موسى إذ ناداه ربه وكاتي لكميتيه ملواكي بالوادي المقدس كتكبون تكتيف طوى لطوى. ومختلفيان السلف رحمة الله تعالى عليهم ورضي عنهم kuhusiana maana neno tuwa, lakini moja katika maana hizo ni ismu wadi, ni jina la bonde, na hii ndio adhharul aqwal, wallahu a'lam. Bonde takatifu la Tuwa. Idhhab ila Fir'aun, akamwambia nenda kwa Fir'aun. Allah subhanahu wa ta'ala alimuita Musa akiwa katika bonde la Tuwa, akamwambia idhhab ila Fir'aun, nenda kwa Fir'aun. Idhhab ila Fir'aun, akamwambia nenda kwa Fir'aun. Fir'aun ni laqab ya mfalme wa Misri. Wakati huo ilikuwa kila anayetawala Misri katika mafarao huitwa Fir'aun. Sawa, ilipita katika Misri vipindi tofauti vya kiutawala. Marhala ya al-muluk ikaja katika wakati wa al-Hyksos na marhala ya faraina. Na Firauna wa Musa ndio huyu, yani Firauna yule aliyemlea Musa tangu mwanzo mpaka akakuwa, ndio huyu ambaye Musa alitumwa kwake, pamoja na khilafu kwa ahli ilmu, lakini kwa sarihi ya ayat za kitabu ndio huyu. Na mfano wa hilo katika kutilia nguvu ni aya katika sura ash-Shu'ara, wakati Musa alipokwenda kwa Firaun akamwambia, akasema Allah akasema Firaun kumwambia Musa, alam nurabbika fina walida, kwani hatukukulea wewe kwetu sisi hali ya kuwa ni mtoto mdogo? Walabitha fina sinin au walabitha fina min umrika sinin, ukakaa kwetu sisi katika umri wako miaka mingi. Kwa hiyo huyu ndiye alimlea, na huyu ndiye ambaye Musa alayhi salatu wassalam alitumwa kwenda kwake. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia nenda kwa Firaun, innahu tagha, hakika yeye amevuka mipaka,
innahu tagha, hakika yeye amevuka mipaka. Innahu qad tajawaza alhadda fi aludwan waltakabbur, hakika yeye amevuka mpaka katika uadui, katika jeuri na kutakabbar. Faqul, ukamwambie hal laka ila an tazakka, na kuita uje kujitakasa. Hal laka ila an tazakka, na kuita uje kujitakasa, ujitaharishe, usilimu. Tazakka ina maana kusilimu, imekuja siri tofauti tofauti. Neno at-tazakki Qur'an kwa maana ya al-Islam, wadhalika jazaa'u man tazakka, na hayo ni malipo ya yule ambaye amesilimu. Au wama yudrika la'allahu yazakka, jambo gani kufahamisha wewe huenda yeye akasilimu. Wama alayka alla yazakka, katika sura Abasa. Kwa hiyo tazakka bila maana kusilimu, kujitakasa huku kusilimu. Wa ahdiyaka ila rabbika, na mimi nitakuongoza wewe kwa Mola wako. Fatakhsha, utamcha, utamuogopa. Wa ahdiyaka, na mimi nitakuongoza wewe ila rabbika, kwa Mola wako. Fatakhsha, utamcha, utamuogopa Allah subhanahu wa ta'ala. فأراه الآية الكبرى, أكمونيشا miujiza mikubwa. فأراه, أكمونيشا الآية الكبرى, miujiza mikubwa. فظهر موسى عليه الصلاة والسلام لفرعون العصا واليد. موسى عليه الصلاة والسلام أكمونيشا فرعون fimbo, أكمونيشا mkono, katika alama na miujiza ya Musa alayhi salatu wassalam alipotakiwa kudhihirisha ukweli wa madai yake ya utume. Faalqa asahu, alikuwa na fimbo yake mwenyewe. Akamuonyesha al-ayat al-kubra, miujiza mikubwa. Fadhahara Musa alayhi salatu wassalam li Fir'aun al-asa wal-yad. Musa alayhi salatu wassalam akamuonyesha Fir'aun fimbo, akamuonyesha mkono, katika alama na miujiza ya Musa alayhi salatu wassalam alipotakiwa kudhihirisha ukweli wa madai yake ya utume. Faalqa asahu, alikuwa na fimbo yake mwenyewe, alikuwa nayo tangu huko. Ta kwenye sehemu nyingine aliulizwa, ma tilka biyaminika ya Musa, nini kilichopo katika mkono wako wa kuume we Musa? Qala hiya asai, sema hii ni fimbo yangu. Atawakkau alaiha, naegemea juu yake. Wa ahushu biha ala ghanamin, napura kwa fimbo hiyo majani ya wanyama wangu. Waliya fiha maaribu ukhra, nina mimi kwa fimbo hiyo haja nyingine. Faalqiha, akaambiwa itupe hiyo Musa. Faalqaha fa idha hiya hayya, akaitupa, ghafla imekuwa ni nyoka. Sasa fimbo ile ile alikwenda nayo kwa Musa kwa Firauna. Musa alayhi salatu wassalam alikwenda nayo kwa Firauna. Alipotaka muujiza Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia iachie hapo chini, akaibwaga, mara imekuwa joka. Mara akaingiza, wanazaa yadahu fa idha hiya bayda, akaitia mkono wake katika jaibi, katika chini ya kwapa lake, kupitia kwenye jaibi au lisani ya kanzu yake, akautoa, mara mkono unawaka mweupe, min ghairi su, basi na kuwa na maradhi. Ayatan ukhra, hiyo ni muujiza mwingine tena. Kwa hiyo akamuonyesha miujiza pale, al-asa wal yad, alamatan wadihatan ala nubuwatihi wa sidqi risalatihi. Lakini pamoja na hayo anasema Allah subhanahu wa ta'ala, fakadhaba, lakini Firauna alimkadhibisha Musa, wa asa, na akaasi amri yake. Fakadhaba, alimkadhibisha, wa asa, na akaasi. Natija yote hayo pamoja na upole aliofanyiwa
na kubembelezwa, akafanywa ardhi katika mazungumzo, akalinganiwa kwenye usawa, akataka muujiza, ameonyeshwa kwamba mimi ni mkweli, nimetumwa na Mola wangu subhanahu wa ta'ala nikufikishie ujumbe wewe, na ushahidi na alama ya kwamba mimi ni mjumbe wa Allah ni huu. Pamoja na yote aliyoyaona hayo au yote aliyomuonyesha katika miujiza mikubwa, Firauna alimkadhibisha Musa na akaasi amri ya Mola wake. Fakadhaba, akamkadhibisha Musa, wa asa, na akaasi amri ya Mola wake. Thumma adbara, kisha akaipa mgongo haki. Yas'a, hali ya kuwa anakwenda mbio, au hali ya kuwa yas'a, hali ya kuwa akitembea akienda mbio kuizuia haki. Thumma adbara, kisha akaipa mgongo. Yas'a, hali ya kwenda mbio kuizuia haki, akawa anakwenda kutoa juhudi katika kuizuia haki kwamba isifike kwa watu. Fahashara, kisha akakusanya watu. Fanada, akanadi. Fahashara, kisha akawakusanya watu. Fanada, akanadi, akawalingania watu, akasema. Faqala, akasema, ana rabbukumul a'la, mimi ndiye Mola wenu mkubwa. Ana rabbukumul a'la, mimi ndiye Mola wenu mkubwa, niliye juu zaidi. Kama Musa anadai kwamba ana Mola, ana Bwana mkubwa, basi mimi ni mkubwa wake, mimi ni mkubwa zaidi na niko juu zaidi, niko juu yake kimartaba. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى, akamwadhibu yeye Allah kwa adhabu ya akhira na duniani. Hii ni moja katika tafsiri. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى, akamwadhibu yeye Allah kwa adhabu ya akhira. Al-akhira, adhabu ya akhira, wal-ula, na duniani. Ula pale ni duniani. Hii ni moja katika tafsiri. Kia salaf wametofautiana katika hili kwa sababu ni wasfu wa mausufu ambao ni mahdhuf, kwa kila mmoja akatafsiri kwa vile inavyonasibiana na makamu haya. Kuna waliosema kwamba fa akhadhahu Allahu nakala al-akhirah, yani akhiru kalamihi, akamuadhibu Allah kwa yale maneno yake ya mwanzo, maneno yake ya mwisho. Wal-ula wa awwal kalamihi, na mwanzo wa maneno yake ya kwanza, ma alimtu lakum min ilahin ghairi, sijawahi kujua kwenu nyinyi kwamba mnamwabudiwa, mna Mola mwingine asiyekuwa mimi. Katika al-Qasas imekuja. Na haya mwisho, ana rabbukumul a'la, aliposema mimi ndiye Mola wenu mkubwa. Aya zikawa haya ndio ya mwanzo, alafu kuna yale al-akhirah, al-ula, al-akhirah wal-ula. Al-akhirah ni akhirah na ula ni ad-dunya. Hiyo pia ni tafsiri kama tulivyopita. Tafsiri nyingine, al-ula ni takdhibuhu wa isyanuhu, kule kukadhibisha kwake na kuasi kwake. Fakadhaba wa asa. Na akhira ni ile kauli yake aliposema ana rabbukumul a'la. Alhasil kwamba tafsiri zimekuja tofauti katika hili, lakini ile kwa adhhar, fa akhadhahu Allahu nakala al-akhirati wal-ula, akamuadhibu yeye Allah kwa adhabu ya akhira na duniani. Hapa duniani akamwagharikisha, na huko akhira wakapatishiwa na laana na moto. Inna fi dhalika, kwa hakika mna katika hayo, la ibratan liman yakhsha, mazingatio kwa anayeogopa. Inna fi dhalika, hakika mna katika hayo, la ibratan, hakika mna katika hayo mazingatio, liman yakhsha, kwa anayeogopa. Inna fima hadatha li fir'auna maw'idhatan yatta'idhu liman yatta'idhu wa yakhafu iqab Allah, hakika mna katika yale yaliyotokea Firaun, iliyomtokea Firaun, una mauidha kwa anayewaidhika na akaogopa adhabu ya Allah jalla wa ala. Kwa ndani yake pia ndio maana kuna tahdid. Kisa cha Musa pamoja na Firaun kuna ndani yake tahdid, vitisho kwa hawa watu wenye kupinga risala ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama,
wakiwa hawa watu wenye nguvu, wenye majeshi makubwa waliangamizwa, je, wao wasiokuwa na nguvu zozote? Ikiwa Firauna na majeshi yake na nguvu zake alizokuwa nazo ameangamizwa, je, hao watu wa Makka na wao pia si chochote? Kwa sababu wanadamu vyovyote watakavyokuwa wametakabbar, hawana nguvu na umadhubuti ulioko katika viumbe vingine vya Allah kama vile mbingu na ardhi na milima. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akafuatishia akasema, a antum ashaddu khalqa am as-samaa'u, hivi nyinyi ni madhubuti zaidi kwa maumbile au ni mbingu? A antum ashaddu khalqan am as-samaa'u, hivi nyinyi ni madhubuti zaidi kwa maumbile au ni mbingu? Banaha, yeye ndiye aliyejenga. Banaha, yeye ndiye aliyejenga mbingu. Ay shayyadaha, kisha kabainisha namna alivyojenga mbingu. Anasema rafa'a samkaha, akalinyanyua juu jengo lake. Rafa'a samkaha, akalinyanyua juu jengo lake, yani ja'ala irtifa'aha irtifa'an 'aliyan fil bina. Fasawaha, na akalifanya sawa sawa, la futura fiha wala tafawut, jengo liko sawa sawa, limejengwa huko juu. Allahu alladhi rafa'a as-samawati bighairi 'amadin tarawnaha, Allah subhanahu wa ta'ala ni ambaye amezinyanyua mbingu pasi na kuwepo nguzo mnazoziona. Amenyanyua mbingu akaziweka juu huko mbali kabisa, tena bighairi 'amad, pasi na kuwepo nguzo, kwamba hii nguzo itazuia ile jengo lisianguke. Liko miaka na miaka na qurun, na liko madhubuti hivyo hivyo. Hakuna mahali pana ufa au pana kasoro. Mbingu ni ile mbingu vile vile, mtapiga makelele, mtapiga radi, mtapiga hivi, mtarusha makombora, mbingu ndio ile, wala haitikisiki, iko vile vile, kwa sababu ni ashaddu khalqa, ni madhubuti zaidi kwa maumbile. Kwa antum ashaddu khalqan am as-samaa'u, hivi nyinyi ni madhubuti zaidi kwa maumbile au ni mbingu? Banaha, yeye ndiye aliyejenga mbingu, yeye ndiye aliyejenga. Rafa'a samkaha, amelinyanyua juu jengo lake. Fasawaha, na akalifanya sawa sawa. Wa aghtasha laylaha, na akautia giza usiku wake. Wa aghtasha laylaha, na akautia giza usiku wake. Wa akhraja duhaha, na akaudhihirisha mchana wake. Ay ja'ala layla as-samaa'i mudlima, kaufanya usiku wa hizi mbingu ni wenye giza. Wa adhhara duhaha binuri ash-shamsi, na akadhihirisha mwangaza wake kwa nuru ya jua. Wa aghtasha laylaha, na akautia giza usiku wake. Wa akhraja duhaha, na akaudhihirisha mchana wake uko dhahir. Wal arda ba'da dhalika dahaha, na ardhi baada ya hapo akaitandika. Basata al arda ba'da khalqi as-samai wa ightashi layliha wa ikhraji duhaha, akaitandika ardhi baada ya kuumba mbingu na kuutia giza usiku wake na kuudhihirisha mchana wake. Baadhi ya wametia ishkali katika hili, kwa sababu sehemu nyingi inaonyesha ya kwamba imeumbwa ardhi kabla ya mbingu, kabla ya kuumbwa mbingu. Mbingu ilikuja baada ya kuumbwa ardhi. Ardhi ilipoumbwa alafu ndio ikafuatia mbingu, kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala, huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a thumma istawa ila as-sama, thumma istawa ila as-sama, katika moja ya tafsiri kwamba kisha akaikusudia mbingu. Yeye ndiye ambaye ameumba, amewaumbieni nyinyi vile vilivyomo katika ardhi vyote.
katika tafsiri nyingine thumma stawa ila as-samaa thumma ala as-samaa kisha akawa juu. kadhalika aya katika sura Fussilat qul a innakum latakfuruna billadhi, mpaka mwisho wake inaonekana kwamba mbingu imeanza kuumbwa ardhi kwanza, na ndivyo hivyo ardhi iliumbwa kwanza, imeumbwa kisha ikaumbwa mbingu, ikafanyika kwenye mbingu iliyofanyika, kisha kikafuatia masala dahwil ardhi, kusawazishwa ardhi. Na huko kusawazishwa ardhi anaeleza Allah subhanahu wa ta'ala dahwul ardhi maana yake ni nini. Anasema akhraja minha, akatoa humo maaha, maji yake, wa mar'aha, na malisho yake. Kwa hiyo ardhi ikatandikwa, imeumbwa ardhi kisha ikaumbwa mbingu. Baada ya kuumbwa mbingu, Allah subhanahu wa ta'ala akairudia tena ardhi, akaitandika vizuri na akapasua katika ardhi mito na chemchemu na maziwa, mabwawa, akaitoa maji ardhi. akhraja minha maaha wa mar'aha, na ndishwa zake na malisho yake, majani yakaota, nabat zikatoka. Pia Allah subhanahu wa ta'ala anasema waljibala arsaha, na milima akaithibitisha, akaikita milima ikawa ni vigingi katika ardhi, ikafanywa ni autad, kama tulivyosoma waljibala autada, na milima Allah tabaraka wa taala ameifanya kuwa ni vigingi. maana yake ni wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum, kama ilivyokuja katika suratul nahl, wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa anhara wa subula. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, na akaweka katika ardhi, wa alqa fil ardi rawasiya, majabali yale makubwa akayaweka katika ardhi madhubuti, antamida bikum, ili ardhi isije ikawabetua, ikabetuka ardhi. Kwa hiyo milima imewekwa kwa ajili ya kuishika na kuiweka madhubuti ardhi, antamida bikum. Lakini pia Allah subhanahu wa ta'ala akaweka katika ardhi mito na njia, ili mpate kuongoka kufuata njia. Kwa waljibala arsaha, na hapa anasema waljibala arsaha, na milima akaithibitisha, akaikita katika ardhi. Thabbata aljibala fil ard fahiya muthbatatun lil ard wal ardu muthbatatun lahu. Milima, majabali ikathibitishwa katika ardhi. Kwa hiyo majabali ni yenye kuthibitishwa kwa ardhi, na ardhi ni yenye kuthibitishwa kwa majabali. Mata'an lakum, kwa ajili ya manufaa yenu. ما ذكره من خلق السماء ودحم الأرض وإرساء الجبال منفعة لكم, yaliyotajwa katika kuumbwa mbingu na kuchambazwa ardhi na kukitwa majabali ni kwa ajili ya manufaa yenu. tantafi'una bihi antum wa an'amukum, mnanufaika nyinyi na wanyama wenu. muddatan min az-zaman, kwa kipindi, kwa muda katika wakati. thumma yantahi hadha al-intifa', kisha kutaisha huku kunufaika, tafika wakati hakuna tena ardhi. Mata'an lakum, kwa ajili ya manufaa yenu. Wali an'amikum, na wanyama wenu. Ndio maana imekuja kule katika Taha, kulu war'u an'amakum inna fi dhalika la ayatin liulin nuha, kuleni na mchunge wanyama wenu, hakika mna katika hayo alama nyingi kwa wenye akili. Mata'an lakum wa li an'amikum, kwa ajili ya manufaa yenu na wanyama wenu. Pate mauidha katika haya. Basi baada ya hayo Allah subhanahu wa ta'ala anasema fa idha ja'at at-tammatul kubra, pindi litakapokuja balaa kubwa, pindi litakapokuja balaa kubwa, ay as-saa, kiyama limeitwa balaa kubwa kwa tafsiri ibn Abbas kwamba hiyo min asma'i al-qiyama allati tatummu kulla ha'ilatin min al-umur, ay taghmur, tafunika kila kitu.
fataghmuruha bi'azimi hawliha, hakuna kitu ambacho hakitapatwa na mtingishiko wa kiyama. فإذا جاءت الطامة الكبرى pindi litakapokuja balaa kubwa, yauma yatadhakkaru al-insanu ma sa'a, siku atakayokumbuka mtu aliyoyafanya. Idha ja'at at-tamma kana min al-insani al-mu'min wal-kafir tadhakkuru ma amilahu fi hayatihi min khairin wa shar, kitakapokuja kiyama itapatikana kwa mtu muislamu mu'min na kafir kukumbuka yale aliyoyatenda katika amali katika uhai wake, yawe ni ya khairi au ni ya shari. Waburrizatil jahimu liman yara, na ukadhihirishwa moto wa jahimu kwa mwenye kuona. Italetwa jahannam, wajia yawma idhin bi jahannam, italetwa siku hiyo jahannam, kila mmoja ataiona, kama ilivyokuja katika hadithi ya Ibn Mas'ud, yu'ta bi jahannama yawma idhin, italetwa jahannam siku hiyo, laha 70,000 zimam, ikiwa imefungwa kamba hatamu 70,000, maa kulli zimamin 70,000 malak, pamoja na kila kamba moja, katika kila kamba moja ile hatamu moja imeshikwa na malaika 70,000, yajurunaha, wanaiburuta hiyo jahannam, inaletwa katika uwanja. Wajia yawma idhin bi jahannam, na italetwa siku hiyo jahannam. Kwa hiyo sema waburrizatil jahimu liman yara, na ikadhihirishwa na ukadhihirishwa moto wa jahimu kwa mwenye kuona, kwa maana watu wote wenye kuona wataona. Fa amma man tagha, basi ama yule aliyevuka mipaka. Tafsilu fi hali alfariqain min ahli as-sa'i min an-nas. Fa amma man tagha, basi ama yule aliyevuka mipaka, wa athara alhayata ad-dunya, na akakhitari uhai wa dunia. Wa athara alhayata ad-dunya, na akakhitari uhai wa dunia. Qaddama alhayata ad-dunya bima fiha min almaladhat az-za'ila ala na'im al-akhirah, kachagua dunia mwenyewe akukumbuka akhirah. Fa innal jahima hiya al-ma'wa, kwa hakika moto wa jahimu ndiye makazi yake. Fa innal jahima, hakika moto wa jahimu, hiya al-ma'wa, ndiyo makazi yake. Wa amma man khafa maqama rabbih, na ama yule aliyogopa kisimamo mbele ya Mola wake. Wa nahan nafsa 'anil hawa, na akaikataza nafsi na matamanio. Wa amma man khafa maqama rabbih, ama yule aliyogopa kisimamo mbele ya Mola wake. Wa nahan nafsa 'anil hawa, na akaikataza nafsi na matamanio. Huyu mtu moyo wake ulijaa hofu min Allah, na akaogopa kwamba kuna siku nitasimamishwa mbele ya Allah. Wa kaffa nafsahu amma targhabuhu min almaasi, akaizuia nafsi yake na kile ambacho inavipenda hiyo nafsi katika maasi. Fa innal jannata hiya almawa, hakika pepo ndiyo makazi yake. Ndio jawabu ya amma. Fa innal jannata hiya almawa, hakika pepo ndiyo makazi yake. Yasalunaka 'anis sa'a, wanakuuliza wewe kuhusu kiyama. Ayyana mursaha, ni lini kutokea kwake. Yasalunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha, wanakuuliza wewe kuhusu kiyama, ni lini kutokea kwake. Fima anta min dhikraha, uko wapi wewe na utajo wake? Huna elimu ya kujua wakati wake wa hiyo kiyama wa Muhammad. Fi ayi shay'in anta min dhikri sa'ati wal bahthi an waqti wuqu'iha, laysa hadha min sha'nik, hili si jambo lako wewe Muhammad, bali sha'nuka al-'idadu laha, jambo lako wewe utakiwa ujiandae kwa ajili ya kiyama. Kwa hiyo fima aslake fima ay fi ayi shay'in, fima anta min dhikraha, uko wapi wewe na utajo wake. Ila rabbika muntahaha, ni kwa Mola wako tu ukomo wa elimu yake, yeye ndiye mjuzi wa kiyama. Ila rabbika ay ila rabbika marji'u ilmu wuqu'iha wa ilmu ma fiha, uko kwa Mola wako, yako kwa Mola wako marejeo ya ujuzi wa kutokea kwake na ujuzi wa kile ambacho kimo ndani ya hicho kiyama. Wewe hujui ya Muhammad.
ila rabbika, kwa Mola wako, muntahaha, ukomo wa elimu yake. Yeye ndiye mjuzi wa habari za kiyama. Innama anta mundhiru man yakhshaha, kwa hakika hapana vingine, wewe ni muonyaji tu kwa mwenye kukiogopa. Innama, hakika hapana vingine, anta, wewe Muhammad, mundhiru man, ni muonyaji tu kwa yule ambaye yakhshaha, anakiogopa. Mundhiru man yakhshaha, ni muonyaji kwa mwenye kukiogopa. Unawaonya watu kwamba kuna kiyama, kazi yako ni takhwifu nnas wa tahdhiruhum min as-sa'ati wa ahwaliha, wa khassa al-khaifina minha bidhikr liannahum almuntafi'una biha. Amewahusisha hapa wenye kuogopa kwa kutajwa hapa, wametajwa wenye kuogopa kwa sababu wao ndio wanaonufaika na huo ukumbusho. Ndio maana kama wewe hapana vingine, wewe ni mwenye kumuogopa, ni mwenye kumuonya, wewe ni muonyaji kwa mwenye kukiogopa, na wengine wasiokiogopa, lakini hawa ndio wanaonufaika. Kuna wengine hata uambie habari za kiyama aona kama vile ni stori za kutunga, asatirul awwalin, hekaya za watu wa kale, ngano za watu wa kale, hakuna ukweli wowote. Kaannahum yawma yarawnaha, kana kwamba wao siku watakaokiona hicho kiyama. Kaannahum, kana kwamba wao yawma yarawnaha, siku watakayokiona hicho kiyama. Lam yalbathu, hawakukaa makaburini au hawakukaa duniani, illa ashiyatan au duhaha, isipokuwa jioni moja tu au asubuhi yake. Kaannahum, kana kwamba wao yauma yarawnaha, siku watakapokiona hicho kiyama. Lam yalbathu, hawakukaa makaburini au hawakukaa duniani katika hii dunia, illa ashiyatan, isipokuwa jioni moja tu, au duhaha, au mchana wake au asubuhi yake. Yani hawa wenye kukadhibisha kufufuliwa, siku watakapokiona kiyama kwa macho yao, sasa wataona kana kwamba hakukaa hapa duniani ila muda mchache tu. Muda mchache wenyewe hauvuki kiasi cha mchana mmoja tu. Wallahu a'lam. Kwamba mbona muda mfupi tumeingia hivi na hivi, tayari dunia imeisha. Naam, dunia imeisha. Na hili pia litamdhihirikia mtu wakati wa kufa. Mbona bado? Ajiona kwamba yeye bado nini? Wakati wako umeisha. Yale uliyofanya basi hapo ndio mwisho. Kila mmoja ana wakati wake, na wengine wale wataishi miaka mingi mpaka atakimwa na maisha ya kilimwengu. Saimtu takalifa alhayati wa man ya'ish 80 hawla la aban laka yas'ami, ra'aytu almanaya khabta ashwa'a man tusib. Kama anavyosema nani? Zuhair bin Abi Sulma. Kwa hiyo utosha maisha mengi, maisha muda mrefu